Narudia tena, juzi mmesikia taarifa aliyoitoa Sakapu Mlilo ambaye ni ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam kuhusiana na kijana wetu ambaye alitoweka, anaitwa Bwana Temba, ambaye alikuwa anasoma IFM. Mmeona kitu ambacho kimefanyika. Wale jamaa zetu wamemkamata kijana, wamemchinja, wakaona haitoshi, wakatoa vitu vya ndani kwamba vitawasaidia mambo ya figo, maini. Wakaona haiwezekani, wakakata kichwa, wakagawana kwamba ukiwa na kichwa hiki wewe utakuwa tajiri. Ukiona mwanadamu umefikia hatua hiyo ya kudhani kwamba utajiri ni mpaka umwage damu ya mtu, wewe ni shetani uliokithiri. Sasa hiyo ndiyo tabia tulionayo. Kwa wizi kwenye mafuta, nafikiri wakala wa vipimo wanafanya pia calculation kwenye masuala ya magari, kuangalia matenki yanabebaje mafuta. Mnafanya vipimo hivyo kwenye matipa, mnakwenda vipimo hivyo kwenye mizani ya kawaida na kadhalika na kadhalika. Unaambiwa bwana, hii ni kilo kadhaa, hizi ni zinabeba cubic meter kadhaa, lakini at the end unakuta hakuna cubic meter zile. Pesa hiyo unayoipata siku zitakapotimia lazima utaitapika, kwa sababu uliyemwibia anatoa machozi. Ukikuta mtu wa chini anaanza kulia, a normal person is crying, anarusha machozi yake chini, alafu wewe na familia yako mnafarijika, mnafurahi kwamba mnakuwa, utakuja kupigwa na kansa ambayo hujawahi kuielewa, utapigwa na stroke ambayo hujawahi kuielewa, utapigwa na homa ya ini ambayo hujawahi kuielewa, kwa sababu ya utapeli wa kuzitaka fedha zisizo za kwako. Kwa hiyo tumie fursa hii kuwakumbusha tena kwa msingi mkuu wa kuhakikisha kuwa vipimo nchini vinatokana maandiko. Pia vipimo nchini ni jambo la msingi, na shehe wetu mwenye mpingo amezungumza hapa, lakini pamoja pia na askofu wetu Siso naye amezungumza. Kwenye Qur'an ipo sura 83, sura 17, sura 57, sura 55 mpaka ile 42, wamezungumzia masuala ya ole wao wapunjao. Sasa wewe una kamtaji kadogo, lakini kazi yako ni kupunja watu, alafu nyumbani unarudi kwamba leo umeingiza sana hela. Yule mtu ambaye umempunja yeye analia, kila baada ya wiki moja anakuja kununua unga wako umeisha kwa sababu amepunjwa. Wewe watoto wako wanasoma kwa dhuluma, kwa hela ya dhuluma, huyu watu wake wanasoma kwa hela ya haki. Mwisho vitoto vyako vikipata division 0 form 4, unaanza kusema watoto wangu mtu anawaloga. Ni kwa sababu umepora haki ya mtu ambaye anaswali na kusali ili wewe pia usifanikiwe. Kwa hiyo mizani zilizo sawa, anasisitiza msidhulumu katika mizani, lakini hata katika maandiko matakatifu ya Biblia, katika kitabu cha Amos, Mithali, pamoja na vitabu vingine vyote kama Walawi, amezungumzia pia mizani na vipimo vya haki, unyoofu katika biashara. Mizani ya hadaa ni chukizo kwa Bwana, bali vipimo vilivyo sawa sawa humpendeza yeye. Kwa hiyo ndugu zangu wafanyabiashara mlioko hapa, pamoja na ninyi wote ambao tunasimamia, ifike wakati msipende sana dhuluma. Dhuluma sio nzuri, dhuluma zinatesa. Hebu imagine daktari akikudhulumu, maana yake ni kwamba amafupisha maisha yako. Kwa hiyo ndugu wafanyabiashara, Dar es Salaam ni kitovu cha biashara hapa nchini. Maelfu ya wananchi huingia katika masoko yetu kila siku wakiamini kuwa watapata huduma bora za bidhaa sahihi kwa thamani halisi ya fedha walizotoa. Na kwa wajibu wetu tuhakikishe kuwa imani hiyo inalindwa wakati wote. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.